Hapa ukubwa wa kiwanja kwa upana ni mita 25 na urefu ni mita 40. Tumeweza kutoa kitu juu ya kitu, na maanisha kitu juu ya kitu, kama ambavyo unaweza kutazama hapo. Jengo kubwa lina jumla ya vyumba 4 vya kulala. Yes, vyumba 4 vya kulala. Kuna viwili hapo ni master na viwili ni self, na maanisha viwili vina choo ndani na viwili vina choo ndani na extra na vitu cha ziada, kwa maana kuwa na dressing room au sehemu ya kubadilishia nguo, na hivyo ndivyo vitu ambavyo watu wanavitaka. Of course, jengo dogo ni 7th quarter, ile jumla ya chumba kimoja self, sebule na jiko. Hii inaweza ikatumika umepata mgeni ambaye ni VIP, anaweza kupoa au akaishi humo na vitu vingine vyote vikaendelea. Ukiangalia jengo kubwa, mpangilio wake ni superb kabisa, na hivi ndivyo ambavyo huwa inafanyika kwa watu wote ambao wanaelewa nini maana ya ujenzi, kwa sababu mgeni unatakiwa kumtengenezea au kumwandalia mazingira yake nje ya jengo ambalo wewe unaishi. Na ukiangalia jengo kubwa hapo, takwimu zake ni kwamba tofali zilizotumika hapo katika usawa wa boma ni tofali 4500, lakini pia bati za futi 10 ni bati 160, lakini pia inachukua jumla ya mbao za kenchi 350. Hiyo ndio hizo ndio takwimu ambazo zinatumika katika jengo kubwa hilo hapo. Lakini jengo dogo hili hapa tofali zake ni 900, lakini bati 30 za futi 10 na mbao za kenchi ni 80. Hivi ndivyo ambavyo naweza nikazitaja au kuzitoa takwimu za compound nzima hii hapa. Ukubwa wa kiwanja nimeusema hapo. Ukubwa wa kiwanja ni mita 25 kwa upana na urefu mita 40. Humo ndani unyama umekuwa ni mwingi sana. Hapo mbele tumeweza kuzingatia parking ya kutosha, lakini pia upande wa nyuma tumeweza kuongeza swimming pool kama ziada tu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kizuri kinapatikana katika eneo lako hilo hapo. Jengo kubwa, kama ndio mara ya kwanza mtu anaingia, ni ngumu kujua jengo hili limepangilika vipi na yupi anatokea wapi, yupi anatokea wapi. Ukisikia mansion au jengo au jumba, basi linakuwa ni hili hapa. Mtu atakayeingia, kama atatakiwa kuingia sebuleni na dining tu, itakuwa ni ndoto kwake kukiona chumba cha kulala katika hili jengo. Na hii sio kwamba tumepangilia tu kulifanya jengo liwe kubwa, hapana. Hii inazingatia usalama binafsi, kwa maana yoyote aliye humu ndani, basi jengo linamsaidia kumlinda. Kwa hiyo hata kama kuna mtu amepanga kufanya jambo baya humu ndani, litamchukua muda kidogo kuweza kulikamilisha kwa wakati wake, kwa sababu ya mpangilio wa jengo kwa ujumla. Master bedroom iko na nafasi kubwa sana na imeweza kuongezewa vitu zaidi. Nafikiri hapa naweza nikakuelezea ukanielewa ninapozungumzia master na self. Katika jengo hili hapa limeweza kutofautisha vizuri tu utofauti kati ya master na self bedroom. Master imeweza kuonekana ya kwamba ina chumba kingine cha ziada ukiachana tu na kuwa na choo ndani, na ndio maana kwenye master bedroom yetu hapo kuna chumba maalum kwa ajili ya kubadilishia nguo, ikiwa kwenye self bedroom hicho kitu hakipo, ila self bedroom ni chumba chenye choo ndani peke yake. Kwa hiyo unapokuwa na chumba kina choo ndani, basi jua wewe unaishi katika self bedroom. Lakini pia unapokuwa unaishi kwenye chumba ambacho kina choo ndani, lakini pia kuna vitu vingine vya ziada, kuna sehemu ya kubadilishia nguo kwa maana dressing room, sio cabinet, kwa sababu cabinet ni sehemu ya kuwekea kabati la nguo, kitu ambacho hata kwenye vyumba ambavyo ni self hiyo inakuepo, ila master inakuwa na chumba maalum. Na ukiangalia 7th quarter au jengo dogo nalo pia limeweza kuwa na self. Kwa hiyo jengo ni nzuri na ni apartment nzuri, ndoto ya kila mtu ambaye anatamani kuwa na makazi mazuri ya namna hii hapa. Gate na fence of course ni superb na ni ya kisasa. Namna ambavyo inatengenezwa imezingatia kila kitu ambacho kipo kwa mazingira ya leo. Kumbuka video 30 tayari zimewekwa katika mtandao wa YouTube, kwa hiyo ni wewe tu uweze kwenda kutazama ramani tofauti tofauti huko utapata wasaa kutazama ramani nyingi sana, ziweze kukupa chachu na changamoto kuweza kuchanganua vitu vingi sana na kujua ni aina gani ya ramani itakufaa, ni aina gani ya nyumba itakufaa. Lakini pia huwa hatutoi makadirio ya gharama za ujenzi, kwa sababu tunaamini na tunafahamu ya kwamba gharama za ujenzi huwa hazifanani. Takwimu zikitoka huwa zinatoka kwa namna ya udanganyifu, kwa sababu huwezi ukatoa takwimu za idadi ya tofali au bati tofali zitakazotumika wakati wa kuandaa msingi, ikiwa haujui eneo ambalo nyumba itaenda kujengwa kuna aina gani ya udongo, lakini pia shape ya kiwanja kiko vipi. Na hivi ndivyo ambavyo inakuwa katika material mengine yote, na kwa ujumla gharama za ujenzi pia, kwa sababu uwezo ukatoa gharama za ujenzi zitatumika kiasi gani ikiwa hujui hata fundi atakayejenga hilo jengo atalipwa shilingi ngapi. Lakini pia wasaidizi kwa maana nguvu kazi wote watapata malipo yao kwa namna ipi. Kwa hiyo ili uweze kujua gharama za ujenzi unatakiwa kuandaa
document kwa maana ya kuandaa BOQ, na BOQ haiwezi kaandaliwa ofisini. Usijue katafuta mtu ambaye amekaa ofisini kwake akaanza kukwambia kwamba hapo utatumia milioni 50, utatumia milioni 100, utatumia milioni 120 bila ya kufanya utafiti, kwa sababu unaweza ukapewa bei ya gharama za ujenzi, na baada ya hapo mabadiliko ya bei za vifaa vya ujenzi yakakukwamisha na kukufanya gharama zako kuongezeka zaidi. Na hili huwa linazingatiwa sana wakati wa kuandaa takwimu au kuandaa data maalum zinazohusisha gharama za ujenzi. Unapokuwa unaandaa data hizo, lazima ufanye research, ufanye utafiti, uweze kubaini material yatapatikana vipi, kwa shilingi ngapi, mpaka kuandaliwa kwake na kufika site mara moja. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa kuvijua. Vitu ni vingi sana ambavyo unatakiwa kuvizingatia, hasa utakapotaka kutambua au kujua gharama za ujenzi kwa jengo ambalo utakalokuwa unakwenda kulijenga. Tukutane kwenye video nyingine, na karibuni sana. Asanteni kwa kunisikiliza.